Ndugu mtangazaji pamoja na watazamaji na wale wasikilizaji, kimsingi awali ya yote mimi Alatanga Ludaliko Nyagawa ambaye nimekuwa diwani wa kata Njombe mjini kuanzia mwaka 2022 mwishoni mpaka ambapo tarehe 20 mwezi wa 6 kazi inakamilika. Ninamshukuru sana Mungu kwa kunijalia kuweza kufanya kazi niliyotumwa na Chama cha Mapinduzi kufanya katika kata ya Njombe mjini. Ni kata ambayo imenipa furaha kubwa sana kufanya kazi katika kata hii, ambapo nimeweza kushirikiana na wenzangu kufanya mambo mbalimbali. Tulipoanza tu mwezi wa kwanza mwaka 2023 nilikuta mwenzangu aliyekuwa ametangulia marehemu Stamius Mayemba au Romanus Mayemba ameshaanza kufanya kazi mbalimbali hapa katika kata ya Njombe mjini. Kwa kweli nashukuru sana Chama cha Mapinduzi kwa kunipa ridhaa ya kuwa kiongozi katika uchaguzi mdogo, pamoja na wananchi wote wa Njombe mjini ambao walinipigia kura nyingi sana. Kupata katika uchaguzi zaidi ya 97% halikuwa jambo dogo. Na nilipoanza tu utendaji katika kata ya Njombe mjini, nilikutana na mambo mengi ambayo yanasubiriwa ili wananchi waweze kupata huduma. Jambo kubwa ambalo lilikuwa linatatiza hapa mjini ilikuwa ni miundombinu ya barabara, hali ya usafi katika mji wa Njombe, mambo ya huduma ya maji, pamoja na mambo ya elimu kwa maana ya shule za msingi, sekondari na kwa sehemu kiasi fulani chuo. Jambo la kwanza ambalo tulifanya mwaka 2023 nilipoingia tu madarakani ni kuangalia ilani ya chama inasema nini juu ya kata ya Njombe. Nilijifunza, nikaona imeandikwa vizuri. Lakini kama diwani ilikuwa ni nafasi pia ya kujua wewe sasa kama diwani uwezo wako unatakiwa ufikie wapi kwa ajili ya kufanya mambo hata yale ambayo yapo nje ya ilani ya Chama cha Mapinduzi. Niseme yale ambayo ilikuwa ni ya kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwenye ilani ilielezwa kwamba kutakuwa na ukarabati mkubwa wa miundombinu ya barabara hapa Njombe mjini. Kweli tumesimamia vizuri. Tangu tumeingia 2023 tumeshuhudia barabara nyingi sana hapa katikati ya mjini zimekarabatiwa kwa kiwango kikubwa. Zimetengenezwa lami, ukienda kule mtaa wa Idunilanga tumepata kipande cha lami kizuri, ukienda kule Sido tumepata kipande cha lami kizuri ambacho kimekamilika. Mtaa ule wa Buguruni pia tumepata sehemu lami imetengenezwa na kukamilika, na kule Buguruni tumebakiwa na njia kule Sabato ambako kwa kweli nikili kwenye bajeti fedha zimetengwa miaka yote miwili mitatu, lakini utekelezaji bado haujatekelezwa. Kwa hiyo hapo ni mapungufu ambayo nayaona katika mtaa ule wa Buguruni. Lakini kwenye mitaa kama ya Kwivaha tumeshuhudia barabara nyingi za lami zikitengenezwa, maeneo ambayo yalikuwa ni korofi tayari kwa upande wa Kwivaha ni kama barabara zote ambazo zinapita pale zimeshakamilika. Imetengenezwa vizuri sana mtaa wa Mgendela. Ukienda kule Kambarage barabara zimetengenezwa kwa kifusi, lakini pia kumekuwa na ahadi nyingi sana nzuri ambazo sasa hivi mikataba imesainiwa kwa ajili ya kutengeneza lami kwenda kule njia panda kule mpakani na Mfereke, lami ambayo itajengwa kuanzia sasa hivi baada ya kusainiwa mkataba. Upande wa National Housing barabara zimetengenezwa kwa kiwango cha vumbi, lakini tumeona tayari mikataba imesainiwa kwa ajili ya kujenga barabara kwa kiwango cha lami. Kule Kihesa mambo pia upande wa barabara kazi imeendelea kufanyika, kwa sehemu tayari barabara imeshatengenezwa, lakini pia kule tumeona kuna mkataba umesainiwa kwa ajili ya kutengeneza barabara bora ya lami ambapo tayari kulikuwa na nyumba zimekaa jirani na barabara. Budget imeshatengwa na kutolewa fedha kwa ajili ya kufanya manunuzi zile nyumba ili barabara itengeneze bila kuwa na bugudha za nyumba ambazo zinazunguka. Kwa kweli kwa kata ya Njombe mjini lazima nishukuru sana. Kwenye miundombinu ya barabara imetengenezwa pamoja na madaraja. Elimu kwa miaka kuanzia 2023 tulianza kwanza na sekondari zetu 2 ambapo tulipeleka wataalamu kule Ujerumani kwenda kujifunza kuwetu wa shule ya pale Mabatini na Mbela. Wakuu wa shule tuwapeleka 2023 wakaenda kujifunza kule Ulaya.
lakini 2024 tumefanikiwa kupeleka walimu, wataalamu wetu walimu 20 kule Korea Kusini. Mabatini pale walimu 10 na shule ya msingi Mkombozi walimu 10. Kwa hiyo hii ni mafanikio makubwa ndani ya kata ya Njombe mjini. Kwenye ujenzi wa majengo tumefanikiwa sana. Kata ya Njombe mjini kwa miaka hii miwili tumefanya kazi kubwa sana. Ukienda pale shule ya sekondari Mabatini unakutana na madarasa 7 mapya kabisa yamejengwa chini ya ufadhili wa serikali kuu pamoja na juhudi kubwa za mbunge wetu Deo Mwanyika amesababisha kwamba tupate huo mradi mkubwa. Ukienda pale mtaa Idundilanga tumepata eneo kwa ajili ya kujenga hospitali kubwa. Tumepata fedha kwa ajili ya ukarabati ukumbi ambao ulijengwa na wananchi kwa muda mrefu, ulikuwa umesimama, umekamilika. Ukienda kule Kambarage kuna kituo cha afya dispensary kupitia mradi wa TASAF imejengwa sasa hivi kwa hatua za mwisho kamilika. Kwa hiyo kwa kweli kwa majengo niseme tumepambana. Kule Idundilanga pia nimesahau kuna swala la jengo la Sabasaba shule ya msingi pale. Na jengo la bora sana limejengwa pale. Mambo yanazidi kwenda vizuri sana. Kwa hiyo upande wa majengo pia tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana. Lakini jambo kubwa ambalo pengine Njombe mjini lazima tuwe wa kweli. Tumefanikiwa, kata Njombe imeshiriki kwa kiwango kikubwa sana kuhakikisha kwamba chuo kikuu kinajengwa hapa Njombe. Mwaka 2023 tulipoingia madarakani, nakumbuka tulipita kwenye taasisi mbalimbali za dini na taasisi nyingine kwenda kuomba maombi maalum kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Njombe tunakuwa na chuo kikuu. Na kweli mwishoni wa mwaka 23 24 tukaona tayari mawazo ya chuo kikuu yamekuja, na sasa hivi chuo kikuu cha Dodoma tawi la Njombe kimeanza kujengwa chini ya uongozi wetu kata ya Njombe pamoja na viongozi wengine wa ngazi mbalimbali katika mkoa wa Njombe. Kwa hiyo tuna bahati, Njombe inajengwa chuo kikuu ambacho ilikuwa ni ndoto ya miaka mingi kwa watu wa Njombe. Na hiki chuo mtu asichukulie poa. Hiki chuo kiling'ang'aniwa sana. Umeona ile vurugu ambayo zilikuwepo, kila mtu anataka kijengwe kwenye eneo la kwake. Lakini kata ya Njombe mjini na wananchi wa Njombe kwa ujumla walipambana kuhakikisha kwamba kile chuo kinajengwa hapa Njombe. Twende kwenye upande wa usafi wa mazingira. Kabla ya mwaka 2023 tulikuwa na mitaa hapa Njombe ambayo ilikuwa inatisha kwa uchafu, hasa maeneo haya ya katikati ya mji, soko kuu hapa, maeneo ya Vegas na maeneo mbalimbali. Tulianza na kampeni kubwa sana inaitwa Ogesha Mji Wako wa Njombe. Tumefanya usafi kwa bidii ambao imepelekea mwaka 2024 mwishoni tumekuwa tunaongoza kwa usafi katika miji hapa Tanzania, miji 21 tumekuwa wa namba 1. Lakini pia mtaa kama Wasido umeongeza kwa usafi kitaifa kuwa ni moja kati ya mitaa ambayo ni misafi zaidi katika taifa la Tanzania. Wote ni kata ya Njombe mjini. Kwa hiyo kwenye usafi wa mazingira tumekwenda vizuri sana. Na upande wa boreshaji wa makazi ya watu tumekuwa na kampeni ya Ogesha Nyumba Yako. Hapa Njombe tumefanikiwa. Njombe mjini baada ya 2023 kutokana na sheria na taratibu ambazo zilikuwa zinazuia kukarabati nyumba ambazo zinachakaa, Njombe mjini tumeingia na agenda. Mimi kama diwani kiongozi kwenye kampeni hiyo tumehakikisha kwamba nyumba ambazo zimechakaa zinakarabatiwa, na baada ya kukarabatiwa watu wanaona Njombe imezaliwa upya. Nyumba zinakarabatiwa kwa ubora uliopita kiasi. Mpaka sasa hivi kwa Tanzania ni moja kati ya miji ambao ukifika katikati ya mji unavutia sana watu. Yale maeneo ambayo yalikuwa yanahifadhiwa uchafu hayaweki tena uchafu. Kati ya nyumba na nyumba watu wanapiga cement ili kusiwe na kutunza uchafu pale. Kwa hiyo ni lazima niseme ukweli, kata ya Njombe mjini katika hilo tumefanya vizuri sana, na sauti kutoka vyombo mbalimbali vya kitaifa wanasema kwamba Njombe mmefanya vizuri sana katika kuboresha makazi ya watu. Nilipokuwa naingia Njombe mjini kulikuwa na tatizo kubwa sana la wananchi kuteseka juu ya kituo cha kupanda na kushushia abiria. Nakumbuka ya kwamba ukija mji wa Njombe ulikuwa huruhusiwi kuja na basi katikati ya mji na kusimamisha basi. Kwa abiria walikuwa wanalazimika kwenda Kibena au Mji Mwema, kilomita zaidi ya 9 toka Njombe mjini. Hili kama diwani nimepambana na kuhakikisha kwamba kuna kutokea kituo cha kupakia na kushusha hapa katikati ya mji wa Njombe. Jambo ambalo limewapa furaha kubwa sana wananchi. Wananchi sasa hivi wanafurahi
wananchi wa kata Njombe wanafurahi, wanaweza kupanda na kushuka wakitoka safari zao kutoka Makete, kutoka Lupembe, kutoka Dar es Salaam, kutoka Makambako, kutoka Ludewa, wakashuka katikati ya mji. Jambo ambalo pia kitaalamu kwenye halmashauri yetu imeongeza mapato sana, tofauti na zamani ambapo watu walilazimika kwenda Kibena au kwenda stendi kilomita 9 kutoka katikati ya mji wa mji. Kwa hiyo wananchi wamefurahi sana. Mambo mengine mengi ambayo tumefanya ni mengi. Yapo mapungufu machache kama nilivyosema awali kwamba kuna mengine bado yako kwenye process ya kuendelea kufanyika. Kwa mfano hii miradi ya ujenzi wa barabara kilomita 17.5 ambao itajengwa kwa kiwango cha lami kupitia mradi wa TACTIC. Ni mradi ambao umeshatangazwa tayari. Kwa hiyo nishukuru sana kwa ushirikiano wa wananchi, watendaji wetu wa vijiji, wa mitaa ya Njombe mjini, wenye viti wetu wa mitaa ya Njombe mjini yote, mitaa yote 9 wamefanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba Njombe inakwenda vizuri. Na la mwisho kabisa ni uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2024 mwishoni mwezi wa 11. Kweli niwe mkweli, kata ya Njombe mjini chini ya diwani ambaye naongea leo hapa tumefanya vizuri, tumefanya kampeni za kistaarabu sana. Tumehakikisha kwamba mitaa yote 9 inafanya uchaguzi wa kidemokrasia. Tumepata viongozi wapya wazuri sana. Na mimi niseme tuna mchango mkubwa sana katika hilo, kuhakikisha kwamba Njombe inatoka na clean sheet. Hakuna mtaa wala mjumbe yote aliyekwenda chama kingine. Kwa hiyo huu ni ushindi mkubwa. Na tumeshinda huku watu wakicheka na kufurahi. Hakuna manunguniko yalikuwepo kwenye kampeni. Watu wamefurahi. Ndugu mtangazaji, sasa tumemaliza hiyo awamu ya miaka 5 ya uchaguzi imekwisha. Na mwaka huu mwaka 2025 siku chache zijazo natokea uchaguzi mkuu ambapo madiwani, wabunge na Mheshimiwa Rais atachaguliwa. Sasa kama nitagombea au sigombei, kwa kimsingi mimi nitagombea. Mimi nitagombea mwaka 2025. Nitaomba wananchi wanipe nafasi tena ya kuendelea kuwa kiongozi katika moja ya nafasi ambazo zimeshatangazwa. Kuna nafasi za ubunge, kuna nafasi za udiwani. Kwa hiyo kwa sababu kwa mfumo wa Chama cha Mapinduzi sasa hivi unaomba kama ajira nyingine. Kwa hiyo ni swala tu la kuona kama katika hizo nafasi ya ubunge pamoja na udiwani. Kimsingi mimi binafsi natamani katika nafasi hiyo mojawapo nigombee. Nafasi zitakapokuwa umetangaza tarehe 28, watakaporuhusu mfumo wa kuchukua fomu umefunguka, basi na mimi nitajiingiza huko ili kuweza kugombea kitu kimojawapo katika hivyo. Sheria inataka ugombee chochote unachotaka. Unaweza kuona kama matangazo yametangaza ya nafasi 2, ubunge pamoja na udiwani, basi unaweza kujaza vyote pia. Kwa hiyo bado halmashauri ya kichwa changu bado inafikiria ni wapi ambapo panadipa unafuu wa kugombea na wananchi wakanipa support. Kwa hiyo niseme tu ndugu mtazamaji, bado nina nia ya kugombea, nia ya kuomba ridhaa kutoka wananchi ili tuendelee kujenga taifa letu la Tanzania. Nikushukuru sana ndugu mwandishi kwa maswali haya ya msingi kabisa.